Naomba tukae kwenye uwepo wa Mungu wetu. Tafadhali fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo mlango wa 15 mstari wa 22. Mathayo 15:22. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatoka, akapaza sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Na tuombe. Mungu uliye hai, Baba mtakatifu, tunakushukuru tena kwa siku nyingine katikati ya zile siku 40 ambazo umetupa kutafuta uso wako na njia iliyonyooka kutoka kwako. Asante kwa kila mmoja na neema ya kuomba na neema ya kutafuta uso wako, maana wewe unayasikia maombi na unayajibu. Asante kwa namna ambavyo Bwana unawaza kwa ajili yetu, lakini pia unawaza kwa ajili ya vizazi. Ruhusu neema yako iwe tena kwetu kwa kiwango kile ambacho umekusudia, katika jina la Yesu. Nitumie tena asubuhi ya leo kwa kiwango kile ambacho umekusudia kupitisha neno lako kwenye kinywa changu kwa ajili ya watoto wako. Fungua na fahamu zetu zipate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Pete na Yesu makofi mazuri. Tunamshukuru Mungu tena kwa asubuhi nyingine ambayo ametupa, na tunamshukuru Mungu kwa zamu nyingine ya mafungo na maombi ambayo ametupa kwenye zile siku 40 ambazo ni za kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya mipango na malengo tulionayo, kumshukuru kwa ajili ya 2025, lakini pia kuweka mipango yetu kwake kwa ajili ya 2026. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi baba yetu Daktari Eliona Isaac Maro, mchungaji Mama Ana Kuyonga. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu, mwalimu Lucas na sister. Mungu awabariki kwa utumishi wenu. Tukimshangilia Mungu sana kwa ajili yao. Nimesema tumshangilie Mungu sana kwa ajili yao. Lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya wazee wa kanisa, na nimshukuru Mungu kwa ajili ya praise team na tehama. Tumshangilie Mungu pia kwa ajili ya hao watumishi. Neno ambalo Mungu ametupa kwenye mafungo haya, neno kuu, how shall this be? Litakuwaje neno hili? Ni neno ambalo Mariam alimuuliza malaika katika mazingira aliyokuwa na katika hali aliyokuwa. Kwa kawaida yeye alikuwa naona haiwezekani. Anauliza litakuwaje neno hili? Na zamu hii tunazungumza kipengele kile kidogo kinachosema umuhimu wa rehema na neema za Mungu kwenye urejesho wa kizazi. Umuhimu wa rehema na neema za Mungu kwenye urejesho wa kizazi. Moja ya jambo ambalo natamani kuongeza asubuhi ya leo kutoka kwenye yale ambayo Mungu alitupa kuzungumza jana, kama wenzangu wanaweza kwenda tena. Rehema na neema za Mungu zinafuta malipizo ya mauti yaliyoachiliwa kwenye kizazi. Rehema na neema za Mungu zinafuta malipizo ya mauti yaliyoachiliwa kwenye kizazi. Kizazi kinaweza kikawa kinapitia maangamizo, kinaweza kikapitia maumivu kwa sababu ya kosa la mtu mmoja aliyetangulia kwenye kizazi kilichopita. Na kama wasipokuwepo watu kwenye hicho kizazi wanaoweza kutafuta rehema na neema za Mungu, kizazi kinaweza kupitia kwenye malipizo ya mauti kwa muda mrefu sana. Nimekuonyesha mstari ule wa kitabu cha Mathayo mlango wa 15 mstari wa 22. Mwanamke Mkananayo, naomba nirudie tena lile neno, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile. Lile neno Mkananayo ni mwanamke Mkanani wa mipaka ile. Mwanamke Mkananayo
mwanamke Mkanaani wa mipaka ile anamwendea Yesu, na anachoomba anasema unirehemu. Sasa kumbuka, aliyekuwa anamwombea afunguliwe alikuwa binti yake. Kwa mimi nilitegemea aseme Yesu mrehemu binti yangu, lakini anasema no, unirehemu mimi. Alafu ukiisha kunirehemu umsaidie binti yangu kwa sababu amepagawa sana na pepo. Sasa lazima tujue historia ya Kanaani, kwa sababu kama huyu mwanamke anatafuta rehema na tunaambiwa ni Mkananayo, lazima kuna kitu kilichofanyika kwenye kizazi kikafungulia mlango wa mauti, kikafungulia mlango wa uharibifu kwa waliopo sasa. Kumbuka mambo mawili. Jana tulizungumza sababu ya thamani. Unaweza ukatengeneza sababu. Kuna mambo mawili tu tunaweza kurithi. Tunaweza kurithi baraka na tunaweza kurithi laana. Tunaweza kurithi urithi ulio bora na tunaweza kurithi urithi wenye maumivu. Unaweza kurithi baraka, lakini pia unaweza kurithi laana. Unaweza kurithi urithi ulio mwema, lakini pia unaweza kurithi urithi ulio mbaya. Sasa lazima tujifunze kidogo juu ya Kanaani. Nimejaribu kukuwekea tafsiri nyingi kama 2 au 3 kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 9 mstari wa 25. Nimekuwekea tafsiri ya Amplify Bible na tafsiri nyingine ni tafsiri ya New Living Standard, alafu na tafsiri ya kwetu. Tafsiri ya kwetu akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Ni kama hii inapooza kidogo. Kuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake ni kama kama ndugu zangu watakuwa na nguvu alafu mimi nikawa mtumwa wao, ni kama haina madhara sana. Lakini kwenye tafsiri ya Amplify, wenzangu wataniekea ile ambayo nimeweka, angalia kwenye tafsiri nyingine anachosema ili uone unaombaje. Kwenye tafsiri nyingine akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa wa watumwa kwa ndugu zake. Akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa wa watumwa wa ndugu zake. Kwenye zile notes watu wa Mungu, atakuwa mtumwa wa watumwa wa ndugu zake. Lakini tafsiri nyingine akasema, alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa wa chini sana kuliko watumwa wote wa ndugu zake. Alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa wa chini sana, atakuwa mtumwa wa chini sana kuliko watumwa wote wa ndugu zake. Kwa hiyo sio tu kwamba anakuwa mtumwa, lakini hata watumwa watamuita mtumwa. Naomba nirudie tena. Sio tu kwamba hiyo laana ilikuwa inamlazimisha awe mtumwa, lakini hata watumwa wenyewe, watumwa wa ndugu zake watamuita mtumwa. Sio tu kwamba atakuwa maskini, lakini hata maskini wenyewe watamuita maskini. Even the poor, they call him poor. Nini kimetokea? Ni kwa sababu ya kosa la baba yake na malipizi. Maneno ya laana yameachiliwa kwenye kizazi. Kwa nataka ufahamu ya kwamba rehema zinaondoa hayo malipizi. Rehema zinafuta hiyo hali ya kiroho ambayo haiwafanyi kusogea, haiwafanyi kwenda. It's only mercy and grace. Rehema za Mungu na neema vinaondoa roho ya malipizi na kisasi vinavyofuatilia kizazi. Rehema na neema za Mungu vinaondoa roho ya malipizi na kisasi vinavyofuatilia kizazi. Kwenye kitabu cha Kutoka 25:6, Kutoka 25:6. Sasa mimi nitasoma kile kipengele cha 2 na cha 3. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Alafu angalia mstari wa 6. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao,
na kuzishika amri zangu, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Sasa naomba niseme mambo machache. Jambo la kwanza, jitahidi kwenye maisha ya uzao wako. Jitahidi kwenye maisha ya uzao wako. Kama hauwezi kuwa baraka kwao, basi pambana usiwe laana kwenye maisha yao. Kama hauwezi kuwa baraka, pambana unavyoweza usiwe laana kwenye maisha yao. Kama huwezi kuwa furaha yao, pambana usiwe huzuni yao. Pambana unavyoweza. Ni nini tunataka kuzungumza? Ni kwa sababu maisha yanaanzia kwenye sababu. Maisha yanaanzia kwenye jana iliyotengenezwa. Maisha yanaanzia kwenye jana iliyolipiwa gharama. Maisha yanaanziwa kwenye jana ambayo kuna mtu ameishi. Kabla ya mtu kulikuwa na mtu. Kabla ya mtu kuna mtu aliyetangulia, na inategemea aliyetangulia ametengeneza nini kwa ajili ya wanaokuja. Jana mchungaji alitupa mifano ya yule mwinjilisti na namna alivyokuwa baraka kwa kizazi chake. Na nikakumbuka, nikupe mifano miwili alafu niseme sababu ya mtu mwingine. Nikakumbuka habari ya mchungaji mmoja aliyokuwa anatueleza juu ya watu ambao wamekuwa baraka sana kwenye kijiji na mahali wanapoabudu. Baraka mno. Ikitokea mradi wowote wa kijiji, watagharamikia kwa gharama kubwa. Mungu amewabariki kwa uchumi, na wana kijiji wanamshukuru Mungu sana kwa ajili yao, na kanisa linamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Lakini katikati ya watu wanaomshukuru Mungu, kuna ambao pia kwa sababu ya wivu na chuki walionayo, wanaweza kusema chochote kibaya bila kujali matendo mema unayofanya. Kwa hiyo pale kijijini pakainuka watu wakasema, hawa watoto wa mtu fulani walimuua mdogo wao ili wainuke kwenye uchumi. Na bahati mbaya walikuwa wanafanya kazi merani kwenye migodi. Kwa hiyo Mungu aliwapa neema, wakapata mawe, wakajenga na hivyo. Na siku moja wanatoka kijijini mwezi wa 12 wanarudi, wakapata ajali mbaya mahali, na mdogo wao watatu kwenye ile ajali akafa. Na watu wakapata nafasi ya kusema vibaya juu yao. Kama sio damu ya mdogo wao wasingenyanyuka. Kama sio damu ya mdogo wao wasingeendelea. Na kwa sababu maneno yalikuwa mengi, na kwa sababu maneno yalikuwa yanaumiza, kila walichofanya wale watesi walitumia lile kama adhabu kwenye maisha yao. Wale ndugu wakakubaliana kuja kanisani na wakamwomba mchungaji kueleza mahali uchumi wao ulipotokea, kueleza chanzo cha utajiri walionao. Na mchungaji akasema haina haja. Akasema panda baba mchungaji, kuna namna ambavyo haya yakiendelea yatatesa maisha yetu, hatuwezi kwenda. Kwa hiyo mchungaji akawapa nafasi. Waliposimama, kaka mtu hakuwa anaweza kuongea, kwa mdogo mtu wa pili akaongea. Akasema, watu wa Mungu mnatufahamu. Mnafahamu maisha ya baba yetu yalivyokuwa mabaya hapa kijijini. Hakuna mtu ambaye hamfahamu akiwa anafanya vibarua. Hakuna mtu ambaye hamfahamu mama yetu akiwa anazunguka kwenye nyumba za watu kuomba chakula. Hakuna ambaye hamfahamu. Hakuna ambaye hafahamu ya kwamba hatukupata nafasi ya kusoma. Kati yetu hapa tupo watano, hakuna aliyeenda zaidi ya la 5, la 6. Hakuna aliyemaliza la 7. Sababu ya maisha duni tuliyokuwa nayo nyumbani, maisha mabaya tuliyokuwa nayo. Na nyinyi mnafahamu. Kati yenu hapa hakuna ambaye hatukuja kuomba chakula kwake. Hakuna ambaye hatukuja kuomba moto kwake. Hakuna ambaye hatukuja kuomba viatu vya kuvaa kwake, vya watoto wake vilivyochakaa, na mkatupa. Mnatufahamu. Lakini mnafahamu mioyo yetu ya ibada, moyo wa baba yetu mnaofahamu, moyo wa ibada, pamoja na umaskini tuliokuwa nao, pamoja na hali mbaya tuliokuwa nayo, hatukuwahi kukosa ibada. Na mnafahamu.
lakini kuna kitu amfahamu. Utajiri tulionao chanzo chake ni babu yetu. Wakawakumbusha babu yao. Wakati Wajerumani wa misionari wanakuja kuleta injili, watu wote wa kile kijiji walikataa kuwapa eneo la kujenga kanisa, wakiwa wanasema hawa watu wakijenga kanisa kwetu watatutawala, watatuvuruga. Kwa hiyo waligoma kutoa eneo. Na babu yao huyu ambaye alikuwa maskini, hakuwa na eneo kubwa, akaamua kulitoa eneo lake alilokuwa nalo, eneo ambalo ndilo analoishi, sio eneo la ziada, eneo analoishi. Akaamua kulitoa kama sadaka. Na wakati anawakabidhi wale wazungu lile eneo, aliwaambia, tumeishi kwenye umaskini sana kwenye ukoo wetu, na mimi natoa kama sadaka. Kama Mungu yupo, ninaomba anibariki. Asiponibariki mimi, awabariki watoto wangu. Asipowabariki watoto wangu, awabariki wajukuu zangu. Mungu anyamazishe umaskini na mateso kwenye familia yetu. Yule babu akatoa ile sadaka kwa machozi, na kwa sababu alitoa sadaka akatengwa na ukoo, akatengwa na jamii. Na wanawakumbusha, mnamkumbuka aliyekuwa analala kanisani, mnamkumbuka aliyekuwa hana mahali pa kulala, kwa sababu baada ya kutoa wakwe zake walimnyang'anya mke wake na watoto. Huna eneo, huna mahali pa kukaa, unabakije na mke na watoto. Na akawakumbusha, hata kiwanja tulichopewa cha kuishi ni wajomba walitupa. Babu yetu alikufa akiwa hana mahali pa kulala. Ni mtu aliyelala kwenye lile kanisa lilojengwa, ni mtu aliyelala kwenye mazingira magumu, akafa. Na baada ya kufa, Mungu akamkumbuka, akakumbuka rehema na neema juu yake. Hakumkumbuka baba yetu, hakumkumbuka shangazi yetu, ila ametukumbuka sisi. Mikono yetu haina damu, ila ina rehema na neema zilizopita kwa babu yetu. Kwa hiyo tuko hapa kuwaambia, huu tajiri sio sisi, ni babu yetu. Kama kuna mtu anaweza kuzungumza kitu, babu yetu anapaswa kuzungumza. Niko hapa kuzungumza na mtu mmoja. Mungu anapokupa nafasi ya kufunga na kutafuta uso wake, hakikisha kizazi kinachokuja kinasema ni bibi yetu, ni baba yetu, ni shemeji yetu, ni mjomba wetu aliyesababisha tukawa hapa mahali tulipo. Na washindi wachache wampe Yesu makofi yanayoeleweka. Kama huwezi kuwa baraka, pambana usiwe laana. Kama huwezi kuwa sababu ya furaha, pambana usiwe sababu ya huzuni. Hakikisha. Kwa nini? Kwa sababu rehema na neema vinatafutwa. Rehema na neema vinatafutwa. Mwambie Mungu kwa machozi, mahali nilipopita, vita niliyokutana nayo, wanaokuja nyuma yangu wasikutane nayo. Yawe ndio maombi yako, iwe ndio dua yako. Wengine tunajua familia tulizotokea, wengine tunajua malipizi na maapizo yaliyopo, wengine tunajua na tumeyasikia mengine yenye maumivu, yenye mateso. Mtu mmoja alikuwa anasema Mungu alimsaidia kumsikia baba akimwambia mke wake, kwa sababu umekuwa upande wa watoto wako na wakanidharau, hawakuniheshimu, angawa nilijitoa kwao. Ninakuombea. Baba anasema, ninakuombea hawa watoto wako ambao unaringa nao leo, ni baba anasema, wawe sababu ya machozi yako. Kila atakayewaona akulilie, na wewe mwenyewe ukiona ujililie. Na yule ndugu anasema walikuwa na hatua ya juu, wakadrop kwa ghafla wakaanza kunywa pombe, haijulikani kilichotokea. Wakaharibika kuanzia aliyekuwa mkubwa mpaka aliyekuwa mdogo. Na bahati mbaya, mama aliishi muda mrefu, baba alifariki mapema. Mama aliishi akiwa anaona maumivu, mateso ya watoto wake. Ukisoma Hagai anasema, nani aliyeona utukufu wa kwanza wa nyumba hii? Nani aliyeona hatua ya kwanza ya nyumba hii? Nani aliyeona nyumba hii katika mwanzo wake? Maana ilikuwa imestawi, na sasa hii imekuwa si kitu machoni penu, imekuwa sio kitu kwenye masikio yenu. Nini kimetokea? Ni kwa sababu ule utukufu umeondoka. Kuna malipizi, kuna kisasi, kuna maumivu. Ndio maana
Mungu akikupa kuishi, hakikisha unaishi kwa ajili ya wengine. Mungu akikupa kuishi, ondoa binafsi. Mungu akikupa kuishi, hakikisha unaishi kwa ajili ya wengine. Nisikilizeni watu wa Mungu, nisikilizeni. Wengine tunaogopa hata kutaja majina ya koo zetu, tunaogopa kutaja majina ya wazazi wetu kwa sababu ya maisha walioishi, kwa sababu ya watu walioumizwa nao, kwa sababu ya vitu walivyofanya. Wakati mwingine unapata shida kwa sababu ukitaja tu, kuna hasira, kuna kisasi, kuna malipizi yananyanyuka kwenye mioyo ya watu. Ishi kwa faida, ishi kwa baraka, ishi kwa furaha. Tengeneza kizazi ambacho kitajivunia jina lenu, kitajivunia ukoo wenu, kitajivunia sifa yenu. Sifa mbaya inatengenezwa, sifa nzuri pia inatengenezwa. Na bahati mbaya, sifa inaishi, watu wanaweza wakafa, ila sifa yao ikaishi. Watu wanaweza wasiwepo, ila sifa yao ikawepo. Unawaachia nini wanaokuja nyuma yako? Zaburi ya 57 mstari wa kwanza. Zaburi ya 57:1. Unirehemu, e Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Rehema na neema ni mwavuli wa kuficha kizazi wakati wa maangamizo na wakati wa taabu. Rehema na neema ni mwavuli wa kuficha kizazi. Ni mwavuli. Kama kuku anavyoficha vifaranga vyake, ndivyo neema na rehema za Mungu zinaweza kuficha kizazi. Kati ya maombi unayohitaji kuomba, mwambie Mungu maneno machache: nitakimbilia uvuli wa mbawa zako ili nifichwe katika malipizi, nifichwe katika maangamizi. Nimejifunza kitu cha ajabu kwa Daudi. Kumbuka tunakwambia rehema na neema, na jana tulikuambia sababu. Sasa wenzangu waniwekee sababu ya Daudi, alafu tuishie hapo, pate nafasi kidogo ya kuomba. Sababu ya Daudi. Daudi, sababu ya Daudi. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza 11:34. Sababu ya Daudi. Sababu ya Daudi. Naamini Mungu atatupa neema Ijumaa ya kuomba. Pata nafasi ya kuomba. Mwambie Mungu kuna kitu natafuta. Bila kujali unatokea kwenye familia ya namna gani, bila kujali uzao wa kwenu upoje, akipatikana mtu anayesimama kiukamilifu, kuna matokeo yanayotokea. Sababu ya Daudi. Wafalme wa kwanza 11:34. Walakini sitauondosha ufalme wote, walakini sitauondosha ufalme wote katika mkono wake, lakini nitamfanya awe mkuu siku zote za maisha yake. Angalia, za maisha yake, sio kwa ajili yake, kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi niliyemchagua, kwa maana alizishika amri zangu na sheria zangu. Mungu anazungumza hili neno wakati wa Suleiman. Anasema ni kweli Suleiman upo, unaishi, lakini sababu ya Daudi baba yako, sitaondoa ufalme kwenye mikono yako, nitakufanya kuwa mkuu kwa sababu Daudi baba yako, kwa sababu Daudi baba yako alizishika amri zangu. Sasa angalia, wenzangu wataniwekea ile pointi. Kila uwapo kwenye maombi, kama unaandika andika, kila uwapo kwenye maombi na sadaka, hakikisha unatoka na ramani inayoonyesha kesho ya vizazi. Hakikisha kila unapokuwa kwenye maombi, kila unapokuwa kwenye maombi, kila unapokuwa kwenye mfungo, hakikisha unatoka na ramani inayoonyesha kesho ya vizazi. Kwa nini? Mara zote madhabahu ni mchoraji mzuri wa kesho ya vizazi. Madhabahu ni mchoraji mzuri wa kesho ya vizazi.
na maombi na sadaka ndio wino unaotumika kuchorea hiyo kesho. Naomba turudie tena. Maombi na sadaka ndio wino unaotumika kuchorea hiyo kesho. Sasa nimekuambia mfano nyumba ya kuhani Eli, mfano nyumba ya Elikana na nyumba ya kuhani Eli. Wote walipata nafasi ya kuwa madhabahuni. Wote walipata nafasi. Sasa sitasoma, lakini ukisoma hiyo Samuel wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 3 na wa 5 na wa 12. Hizi nyumba zote zilipata nafasi ya kuwa madhabahuni. Kuna waliotangulia kuchora ramani. Ramani ni kitu kinachotuonyesha jengo litakuwaje. Ramani ni kitu kinachotuonyesha nyumba itaonekanaje. Ramani. Na kinachotangulia ni ramani. Sasa Elikana na Hana walichora ramani ya kesho ya vizazi. Hawakuwa Walawi, lakini walijua namna ya kuachilia maombi na sadaka. Na Hana anasema, kwa maombi yangu na sadaka yangu nipe mtoto, na ukinipa nitakutolea akutumikie. Manake nipo kwenye madhabahu kuchora kesho ya uzao wangu, kuchora kesho ya vizazi vyangu, kuchora kesho kwa njia ya maombi. Madhabahu inisaidie kwa njia ya Kristo Yesu kuhakikisha uzao wangu unaonekana kwenye picha nyingine, unaonekana kwenye mtazamo mwingine. Ndicho ambacho Elikana na Hana walifanya. Nyumba ya Elikana, nyumba ya mtu ambaye hakuwa kabila la Walawi, alikuwa mtu wa Efraim, kakabila kadogo, kakatoa kuhani aliyesimama, kuhani aliyeongoza nchi, kuhani ambaye moyo wa Mungu ulikuwa juu yake. Nini kilitokea? Walijifunza kila wanapopata nafasi ya kuwa kwenye maombi, kila wanapopata nafasi ya kuachilia sadaka, kutafuta ramani. Wakati Elikana anatafuta haya, kuna mtu anaitwa Eli, alikuwa kuhani madhabahuni, na watoto wake wao waliamua kuchora ramani ya kifo kwenye madhabahu. Ramani ya kifo, namna ambavyo kizazi kitapotea, kizazi kitaondoka, kizazi kitafutwa. Kwa hiyo unapokuwa madhabahuni, unapopata nafasi ya kuomba, inategemea unataka kuchora ramani gani. Mungu akupe neema kwenye maombi haya, uchore ramani ya baraka kwa ajili ya vizazi vinavyokuja na vitakavyokuja. Tumekuombea kwenye hii madhabahu katika jina la Yesu. Haijalishi sasa wapoje, lakini mbingu ziingilie katikati ya mafungo haya. Tuone kizazi kilichobarikiwa tena, tuone kizazi kilichoinuliwa tena, tuone kizazi kilichovushwa tena. Ndicho tunachokuombea kwenye hii madhabahu katika jina la Yesu. Na mimi najua katikati ya mafungo haya kuna watu watatoka na ramani iliyo bora ya vizazi vyao. Kuna watu watatoka na ramani ya miaka mingi ya vizazi vyao. Wanapoachilia sadaka na maombi, bila kujali familia ipoje, mbingu zitasikia na zitasema, kwa sababu ya huyu mama, kwa sababu ya huyu baba, kwa sababu ya huyu mtu, nimeikumbuka hii familia tena, na nimeachilia rehema na neema kwa ajili ya vizazi vyote. Na tuko hapa kukuambia kwa jina la Yesu ya kwamba kwa maombi na sadaka zako kwenye hii madhabahu, mbingu hazitanyamaza kwa ajili ya hiyo familia, mbingu hazitanyamaza kwa ajili ya huo ukoo. Maana anasema, natafuta mtu mmoja atakayesimama mahali palipobomoka ili niijenge boma. Wale wanaonielewa wamwambie Yesu, huyo mtu ni mimi niliyesimama mahali palipobomoka. Iwe ni kwenye nchi ya Tanzania, iwe ni kwenye familia na jamii ninayotokea, nimesimama kuchora ramani nyingine. Ile ramani ya mauti na uharibifu linaichana kwenye madhabahu, linachora ramani mpya ambayo kila apitaye atapita kwa uelekevu, atapita kwa moyo ulionyoka, akisema, Mungu wa baba yangu amenisaidia, Mungu wa mama yangu amenisaidia. Washindi wachache wampe Yesu makofi yanayoeleweka. Rehema na neema zitusaidie tuwe sababu ya wengine kuvuka, kwa sababu ya Daudi. Kwa sababu ya Daudi, sadaka na maombi vikuonyeshe unachotaka kwenye vizazi. Sadaka na maombi. Nimekuambia mfano huyu babu, yeye alitaka ramani ya kesho ya vizazi vyake. Ni kweli leo mimi ni maskini, lakini natafuta kesho ya vizazi vyangu. Mungu, usiponisaidia mimi, usiishie tu mimi.
atafuta Mungu, pitisha kwangu ambacho hakitaishia kwangu, kitaenda na kwa wengine. Pitisha kwangu ambacho hakitakwamia kwangu, kitaenda na kwa wengine. Kama kuna kitu cha ibada huku ndani, kisiishie kwangu, kiende na kizazi kingine. Kama kuna kitu cha biashara, kama kuna kitu cha uchumi kwangu, kisiishie kwangu. Hiyo roho iliyopo juu yangu. Ngoja niseme neno hili nimalize. Unapowarithisha watu vitu, vinaweza kuisha ndani ya siku moja. Hebu naomba unipungie mkono kama unanisikia. Naomba nirudie tena. Vitu vinaweza vikaisha ndani ya siku moja, wakaviuza vyote na wakaishi maisha mabaya. Lakini unapowarithisha agano la baraka lililofungwa kwenye neema na rehema, hata vitu vikiisha, rehema na neema vitawapa njia ya kutengeneza vitu vingine. Vitawapa akili ya kusimama kwenye agano na kwenda kwenye hatua nyingine. Na Mungu akusaidie, na Mungu anisaidie kusimama kwenye nafasi yangu. Mungu uliye hai, Baba mtakatifu, tusaidie kuelewa na maandiko. Tusaidie kuomba, maana hatujui jinsi ya kuomba. Tusaidie kuachilia sadaka zetu kwa ajili ya vizazi. Kwa sababu ya Daudi na sadaka yake ya agano kwenye madhabahu, vizazi viliponywa na vizazi vilivushwa katika jina la Yesu. Amen.